Warumi 6:4. Tutataka kwenda tu kwa mkato ili ikifika saa 6:30 tukawe tunashiriki meza ya Bwana. Warumi 6:4 tasoma. Biblia inasema, kwa hiyo tulisikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti, ili kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uzima. Bwana asifiwe. Haleluya. Kichwa changu ni kuwa tumesikwa pamoja na Kristo na tumeinuliwa pamoja katika uzima mpya. Kwa hivyo nataka zote tukaweze kuona umuhimu wa ubatizo, jambo ambalo tumeweza kufanya siku ya leo, na nimekupa kitabu cha Warumi 6:4, na kitabu hicho kinasema, kwa hivyo tulisikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti, ili kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uzima. Bwana asifiwe. Kuna neno ambalo ninahitaji ukaweze kuliona, ni upya wa uzima, ya kwamba tuliweza kuzikwa pamoja na Kristo na tukaamka. Ubatizo unakuwa ni ishara ya kwamba umeweza kuzikwa na Yesu Kristo na ukaweza tena kufufuliwa na Yesu Kristo katika mambo yaliyo mapya. Bwana asifiwe. Mtu aseme katika mambo mapya. Katika mambo mapya, kwa sababu ubatizo huo unastahili ukaweze kukubadilisha na ukabadilishe maisha yako. Hauwezi kuwa ya kwamba unaweza kuendelea na kukaa jinsi ambavyo ulikuwa na ili hali umebatizwa. Hatuwezi tukasulubisha Yesu Kristo mara ya pili. Mtu aseme amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So ubatizo sio jambo la kawaida, kwa sababu hatuendi kuoga majini, bali ni jambo la kiroho na ni agano na ushuhuda tosha kwa ajili ya ubatizo. Kwa hivyo ni lazima ukawe umebatizwa ndiposa ukaweze kuona upya wa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Inaashiria kwamba kutokea pale tutaweza kuenenda katika njia ambazo ni njia nzuri. Wengi wanaona maji, lakini uliye katika kiroho unaona mbingu na tumaini la mbingu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaona tumaini la mbingu na unakosa kuona kama ni maji. Biblia ikasema ya kwamba tutabatizwa katika Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu hiyo inakuja kupitia katika maji. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni ushuhuda na ni mabadiliko ya maisha. Huwa inaashiria mabadiliko ya maisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Sasa kwa sababu ya hiyo, kikundi ambacho tumeweza kwenda nacho katika maji hayo, ilikuwa ni sharti wakaweze kuja ili tukaweze kuomba nao. Bwana asifiwe. Na nataka wakachukue mambo haya matatu. Watu wanapoona maji mengi ama maji, mbingu inaona vitu vitatu.
inaona kwanza kifo cha maisha ya zamani. Mbingu inaona kifo cha maisha ya zamani kwa sababu umebadilika na kuwa kiumbe kipya, na kuna mabadiliko ambayo yanaendelea. Kitu cha pili ambacho mbingu inaona ni kusaliwa kwa maisha mapya. Lazima sasa maisha yako yakadhihirike, yakajulikane ya kwamba uliweza kubatizwa, na kwa hivyo kuna jambo ambalo linabadilika katika maisha yako. Usemi wako umebadilika, maisha yako yamebadilika, jinsi ambavyo unafanya mambo yako yamebadilika. Haleluya, praise the Lord. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimekwambia ni vitu vitatu, lakini kitu cha tatu ni utambulisho mpya ndani ya Kristo. Mbingu inaona utambulisho mpya ndani ya Kristo. Kwa hivyo ni ishara kuwa umetambulika upya katika mwenendo na maisha ya Kikristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ubatizo ni hatua muhimu katika wokovu, kwa sababu umesaliwa naye, umekufa naye, na hata pia umesikwa naye na umefufuliwa naye, na ashiria maisha yaliyo mapya. Na kwa hivyo Bwana ataweza kuwa pamoja nawe katika maisha hiyo. Haleluya. Bwana asifiwe. So, unapobatizwa tuna dhambi ambazo tunaziita za kale, lazima sikaweze kuachwa nyuma ya maisha yako ambayo umeanza, maisha ambayo sasa yamekuwa ni mapya, kwa sababu hayawezi tena kuchangamana na yale mambo uliyokuwa nayo. So you must ask yourself and in your heart, because we were prepared for this particular session, what are you supposed to do? Praise the Lord. You're supposed now to take Christ as a personal Savior at a higher level. Praise Jesus. At a higher level, meaning that you need to do more than what you have been doing. Praise the Lord. Praise Jesus. Ninataka nikaongelea tu jambo moja ambalo ninataka niseme. Ubatizo unaleta maisha mapya, lakini unaleta maisha mapya kinamna gani? Unaleta maisha mapya kwa sababu kuna andiko ambalo linasema aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na imedhihirika wazi ya kwamba umemkubali Yesu Kristo kwa kuingia katika maji hayo na tena kuweza kufufuka pamoja naye. Bwana asifiwe. Imechukua ubatizo huu kuleta maisha mapya katika maisha yako, kwa sababu sasa wewe ukaweze kujiuliza na ukajiulize, ni mambo gani haya sasa yanastahili kuwa ni mapya? Mawazo yakabadilike yakawe mapya. Hallelujah. Praise the Lord. Najaribu kutoa ishara kuonyesha kuwa hii mic haiko vile inakuwa inaleta ego, lakini ile ninaonyesha hawezi kusikia ajui lugha ya ishara. Itabidi tupate mtu wa ishara aweze kutufundisha. Praise the Lord. Na some ego that comes. Praise Jesus. Baada ya ubatizo unastahili kuwa na mawazo mapya, uwe na nia mpya, na hata ukawe na mwelekeo mpya. Mawazo mapya, nia mpya, na hata mwelekeo
ulio mpya. Wakakuona wakajua mama huyu amepokea Kristo, ndugu huyu amepokea ubatizo. Haleluya! Ndugu huyu amepokea ubatizo wake, na hata ukimwona hakika unaweza kuona mambo ambayo yamebadilika. Praise the Lord. Sasa mkaweze punguza sauti. Sasa mkaweze kushika jambo hili, mkajue ya kwamba mnastahili kuwa na mwelekeo ambao ni tofauti jinsi ambavyo umekuwa nayo. Unastahili kuwa na mwelekeo ambao utaweza kukusaidia katika maisha yako. Unaweza kuwa na mwelekeo ulio tofauti, that you can be able to fight the warfare when you are in Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Sasa ubatizo unakuwa ni mwanzo tu wa maisha, because it gives you a new beginning. Somebody say amen. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. Anikaweze kusema point hii ikiwa ni ya mwisho, ni ya kwamba ubatizo ni kitendo cha kutii, ama ubatizo ni kitendo cha kutii. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nitamuuliza Mary atusomee Mathayo 26:19. Somea Mathayo 26:19. Mathayo ni kitabu cha kwanza katika Agano Jipya. Ishirini na sita 19. Inasema, kama umepata, hivyo wanafunzi wakafanya vile Yesu alivyokuwa anawaelekeza, na wakaandaa Sabato. Na wakaandaa Sabato, maana yake ni kuwa alifanya jinsi ambavyo Yesu aliwaelekeza. Ni ishara ya utiifu katika maisha ya wanafunzi wa Yesu. Lazima tukaweze kutii ili Bwana akaweze kufanya mambo makuu katika maisha yetu. Umeweza ukatii kwa ajili ya ubatizo, lakini unastahili kutii zaidi kwa ajili ya kuendelea na kufuata Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Unastahili na kuendelea na kutii ili ukawe katika njia ya kufuata Yesu Kristo. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kuwa mtiifu, inastahili ufuate amri ya Yesu Kristo, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alibatizwa. Ukiwa unatashwishi na ubatizo wako, inastahili ukasimame upya na ukaweza kubatizwa tena. Lakini ikiwa huna tashwishi na ubatizo ulio nao, basi ubatizo huo unatosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kutii huwa kunafungua milango za baraka kwa sababu ya utiifu. Na nitataka kuwa bit practical katika hali yetu ambayo tunaenda tukifanya kazi, ndio watu wakaweza kupata promotion. Kunakuwa na jambo la utiifu. Wanaangalia mtu aliye mtiifu na aliye na bidii. Hivyo katika mambo ya Yesu Kristo,
huangalia mtu aliye mtiifu na haswa yule pia ambaye aliye na bidii. Kwa hivyo ni vyema tukaweze kuwa na bidii katika mambo ya Mungu, jinsi ambavyo tulivyo na bidii katika mambo yetu ya kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni vyema na ni sawa tukawe na bidii, kwa sababu bidii ndio ufunguo wa milango ya baraka. Haleluya. Bwana asifiwe. Unapotaka baraka za Mungu, nataka the Holy Ghost, nguvu za Mungu, lakini bila utiifu inakuwa ni kazi bure. Kitu muhimu ni ukaweze kutii, uwe mtiifu katika mambo ya Kristo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo ninawasihi wale ambao mmeweza kupitia jambo hili, mkaweza kuonyesha mfano ulio mwema, mkaweze kuwa watu walio watiifu, mkaweze kuonyesha ulimwengu ya kwamba mliweza kutii na bado mnatii, mkapitia katika ubatizo na mkawa mnaonyesha ishara ya utiifu. Bwana asifiwe. Tunajua kando na hiyo, jinsi ambavyo najua ni ya kwamba ubatizo huwa ni ufunguo wa mambo mengi katika maisha yenu, na kwa hivyo mnaenda kutarajia mambo makuu katika maisha yenu, kwa sababu milango mingi inaenda na kufunguliwa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Tunataka kwa sasa tufike mwisho wa mahubiri ili tukaweze kuingia katika jambo lingine lililo tofauti. Lakini kabla ya hiyo, nitataka zote tunaenda kusimama tukaingia katika maombi kwa ajili ya ubatizo tu wa siku ya leo, na kuombea mahali ulipo wale ambao wameweza kubatizwa kutoka katika kanisa letu hili na hata Kajiweni na pia Nyali. Tusimameni tu kwa miguu zetu.